Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, leo tuko hapa na tunahitaji kufafanua au kupata majibu zaidi kuhusiana na hizi taraka hizi. Tunaona taraka sasa hivi zinafanyiwa sherehe. Je, hivi ni haki kweli taraka wewe unaachika unafanya sherehe? Leo tutapata majibu kutoka kwa shehe yetu hapa. Hata tuambie kiundani umuhimu wa yani taraka inatolewa vipi? Namna gani ambavyo mpaka nafikia hatua taraka kutolewa, ni mambo gani yamepita haswa mpaka taraka inafika kutolewa. Lakini sasa hivi tunaona wanawake wengi wanalilia wenyewe taraka, wenyewe wanaitaka yenyewe taraka, na taraka ikitapotolewa tu wao wanafanya shughuli. Aidha kwamba umefurahia swala lile zima la taraka kutolewa kwa upande wa habari yako. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake. Ni mimi mtumishi wenu Sheikh Ahmed Kandauma. Alhamdulillah, umekuja na mada ya msingi sana katika mada ambazo kihakika dunia tuliyokuwa nayo sasa inawezekana umma na jamii imesahau kuhusiana na suala zima la talaka. Watu leo wanasherehekea, wanafurahi baada ya kuachwa, lakini pia wengine wanalazimika kufanya vitu vya ajabu mpaka aachike. Niwaambie ndugu zangu ambao ni Waislamu, kwa hakika ukiwa Muislamu tambua ya kuwa ndoa ni ibada. Kama ndoa ni ibada, manake hata talaka ni jambo la kiibada. Ni jambo la mfumo maalumu katika Uislamu. Na Uislamu kihakika ni dini ambayo haijamfunga mtu, haijamfunga mume wala haijamfunga mke. Imeweka huru kabisa, na ndiyo maana kabla mjaingia katika ndoa manake ni lazima mridhiane, mkubaliane kati ya mume na mke. Ndio baada hapo mnaingia katika maisha ya ndoa, kwa sababu ndoa ni mkataba, ndoa ni maisha ambayo makubwa sana, na ni maisha ambayo ndani yake yanakuwa na ibada ngumu sana, katika ibada kubwa sana. Na kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ndoa kuwa ni alama miongoni katika alama zake za uwepo wake Allah Tabaraka wa Ta'ala, pale ambapo aliposema katika surati Ar-Rum aya nambari 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa min ayatihi, katika alama na dalili za uwepo wa Allah Tabaraka wa Ta'ala ni an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kutuumbia sisi waume wake. Lengo kubwa nini? Litaskunu ilaiha, ni kupata utulivu kwa wake. Kwa nini? Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, ni kujalia kati yenu mapenzi na kuhurumiana. Kwa nini? Liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakari kuhusiana na hilo. Maana yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ndoa kuwa ni ibada na ni katika alama zake. Yoyote ambaye mwenye kukata ibada hiyo pasina mambo ya msingi katika sheria, maana yake anapata laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan leo kwa mfano ndio tunavyoona wanawake wa dada wanasherehekea baada ya kutalikiwa, baada ya kuachwa. Yani anaona kwamba ni jambo la fahari, ni jambo la kushereheka, ni jambo la kuwaita watu kuja nao washiriki katika jambo hili. Anasahau ya kuwa ikiwa mke ameachwa katika utaratibu wa sheria, kuna kitu kinaitwa eda. Je, mwanamke huyu amekaa eda au ndio anasherehekea tu, yani anafurahi? Na eda ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka kwa ajili ya wanawake kukaa eda pale ambapo wanapotalikiwa, pale ambapo wanaachwa. Na kuachwa kwenyewe kwa sababu za msingi sana za kisheria. Moja katika sababu za msingi za kisheria, ima mume awe mshirikina na umethibitisha ya kuwa mume huyo ni mshirikina, sheria inakuruhusu ukaachika mkewe. Lakini nukta ya pili ambayo mke anaweza kuachika, mume ana tabia mbaya, ana tabia chafu. Inawezekana anakufedhesha, inawezekana anakudhalilisha, lakini pia inawezekana hata anatamani kukuingilia kinyume na maumbile. Haya maana yake ni katika mambo mabaya sana. Na mwanamke ushasema, ushafanya yote vikao mfanyika we, lakini mwisho wa siku ukasema da, mimi nimechoka. Sheria hapo inakuruhusu kuweza kudai talaka yako na ukaachika. Lakini tu haya mambo ya kawaida tu, mambo madogo madogo tu ya hapa na pale, mwanamke anasema mimi bwana ndio hivyo, kana kwamba alikuwa anatafuta sababu ima ampeleke mume mahakamani wapate kugawana mali, yani fujo fulani hivi za kudhalilisha, ili mradi yeye apate talaka. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika ile hadithi, abghadul halal ila Allah at-talaq,
halali inambughudhi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele yake ni talaka, yani kule kuacha pasina jambo la msingi katika mambo ya msingi haya ya kisheria. Maana yake Mwenyezi Mungu anaghadhibika sana. Kwa nini anaghadhibika? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha ya kuwa siku ambayo ndoa inafungwa, malaika huwa wanafurahi na wanatoa bishara njema kwa wale ambao wanaingia katika jambo la kheri. Je, maana yake siku ambayo watu wanaachana, maana yake malaika wanakasirika na kughadhibika. Je, yule ambaye sasa anasherehekea kuachwa kwake na akawaita watu akiwa anashereka na kuwaambia, kuwaonyesha kwamba ndoa sio kitu cha msingi, yani sio kitu cha maana, sio jambo la kulingangania, maana yake huyu ametafuta laana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchezea ibada za Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na umezungumzia kuhusiana na eda. Eda ni pale mwanamke anapoachwa na kaida kwa siku ngapi ili aweze kuendelea na maisha yake mengine? Kikawaida na kiutaratibu, mwanamke anapoachwa anatakiwa akaeda. Na eda ziko mbili. Kuna eda ya kufiwa na eda ya kuachwa. Mwanamke atakapoachwa anatakiwa akae miezi 3 au 3 quru, au akawa ameenda eda yake kwa maana periodi zake akaenda 3 katika mwezi. Maana yakimaliza hapo sasa mwanamke huyu atakuwa yuko huru kuweza kuolewa na mwanaume mwingine. Na hapa inawezekana mke ameacha talaka 1, atakaa eda pia. Talaka 2 atakaa eda. Talaka 3 pia atakaa eda. Maana zote hizi anakaa eda katika mfumo wa sheria ya dini ya Kiislamu, na atakaa hiyo siku 90 au ni sawa sawa na periodi zake 3. Na yule ambaye atakayefiwa manake pia atakaa eda yake ya miezi 4 na siku 10. Tunaonekana sasa hivi kweli hizo eda zinatimia kwa sasa hivi kwa kipindi hiki. Umesema ukiachwa lazima ukae hiyo siku miezi 3 ndo unapewa taraka yako. Je, kwa sasa hivi kweli watu wanawake wa sasa hivi mpaka wanafikia hatua ya kufanya sherehe, kweli hiyo eda wanatimiza kweli? Kwa nadharia na kwa muonekano, asilimia kubwa ya wanawake wengi ambao hawajajua dini yao hawakai eda kimsingi. Yani asilimia kubwa ya wanawake wengi ambao wanaachwa, na haya ni matukio ambayo yanayotokea. Unasikia binti ameachwa kwa kuwa yeye ni superstar au ni maarufu au nini, yani anajiona kwa kuwa mimi ni mzuri nitakaaje eda, yani anaona kama anafungwa. Nikwambie ya kuwa ewe ambaye unajiambia kwamba wewe superstar au unajiona kwamba ni mtu mkubwa sana, kwa Mwenyezi Mungu wewe huna lolote, huna chochote, kwa sababu unapata laana ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa nini? Eda ni jambo ambalo Mungu ameliweka, hajalipanga mwanadamu. Eda ameiweka Mungu akiwa na malengo maalumu katika huyu mja wake ambaye alimwekea, ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo unapolikataa jambo la Mungu, maana yake wewe umekataa utaratibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupangia. Kama hivyo ndivyo, manake na kama haujakaa eda, manake umetafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Mwisho wa siku laana ya Mungu itakuwa inakukumba. Kila utakachokuwa unakishika utakuwa hakina mafanikio, lakini kila unaolifanya halina mafanikio. Hata huo muonekano wako na taswira yako kwa watu itakuwa haina heshima, haina hadhi. Kwa nini? Kwa sababu umelikataa jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukaona skaieda, na inawezekana kuna mwingine kaachwa leo, baada ya wiki anaolewa na mume mwingine. Yani unajiuliza hivi ni vitu vya design gani? Mbona mnachezea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah ameweka utaratibu wa eda, ameweka mfumo maalumu kabisa ambao aliwataka wanawake wanapoachwa wakae eda, kwa sababu eda ni jambo muhimu katika vitu muhimu sana, ni ibada kubwa sana katika ibada kubwa sana. Mwanamke anapoiacha eda, maana yake ametafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah mwisho wa siku atakupa laana katika maisha yako. Na umezungumzia kuhusiana na masuala mazima ya mwanamke anaitaka taraka, imekaaje hiyo? Ikiwa mwanamke anaidai talaka, awe na vigezo na masharti vya kisheria ambavyo vitakuwa vimezingatiwa. Usije tu ukakurupuka kusema nataka mimi niachwe, kumbe una mwanaume mwingine ambaye umempanga nje huko, unataka ukitoka huku uende kwake. Yani unaleta fujo katika maisha ya ndoa yako ili ukaanzisha jambo lingine. Sheria hapo maana yake katika msingi kamili wa Kiislamu hutokuwa na faida katika hilo, kwani unatafuta ugomvi na Allah Tabaraka wa Taala, kwa sababu ndoa ni ibada, na kama ni ibada aliyeipitisha ni Allah Tabaraka wa Taala. Maana yake uwe na sababu za kisheria. Ziko sababu za msingi, maana yake ikionekana mume huyu
kama nilivyosema, mume ikiwa ni mshirikina, lakini pia mume ana tabia nzuri, ana akhlaqi nzuri, sheria inakuruhusu. Maana yake mume anakunywa pombe, anakufadhisha, anakudhalilisha, na wewe mke kwa kuwa ni mtu wa ibada, mtu wa kheri, umepambana wewe, mwisho wa siku umechemsha. Kwa hiyo hapo unaruhusiwa katika sheria hata kujivua, kujitoa katika ndoa hili, kwa sababu Uislamu ni mwepesi, lakini unahitaji uchunge misingi ya kisheria, kwa sababu ukichunga misingi ya kisheria ndio utafanikiwa. Na hili Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anamfahamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwa kusema, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, kisha tukajalia mfumo, tukajalia utaratibu wa sheria katika kila mambo. Basi inatakiwa ufate sheria Muhammad. Maana yake mimi na wewe pia tuna haki ya kufata sheria ya dini ya Uislamu ili tufanikiwe katika maisha yetu. Hatutakiwi kufata matamanio ya nafsi. Watu wengi leo mnafata matamanio ya nafsi zenu, kwa maana naona kwamba sasa hivi nataka niishi maisha ya peke yangu, najimudu mimi mwanamke, najimudu, naweza tu, siwezi kuolewa, sina haki ya kuolewa, mimi nina pesa, nina biashara zangu, na nyumba zangu, na magari yangu, yani hamna chochote kitakachokuwa ninakipata kwa mwanaume. Jidanganye na jizime data. Mume ni mume na ataendelea kuwa mume, na mke ni mke, ataendelea kuwa mke. Ukilitafuta jambo la talaka pasina utaratibu mzuri katika sheria ya dini ya Kiislamu, amini ya kuwa ibada hiyo umeitafutia laana katika maisha yako. Utasumbuka, utakuwa unapata tabu na unapata dhiki sana. Kuna watu tunawaona katika maisha ya sasa, tena kwa kiasi kikubwa sana, aliitafuta talaka nginja, maneno kibao, fujo, mtindo mmoja. Leo ukimtazama anachokifanya, unajiuliza mtu mzima huyu leo kufanya mambo ya ajabu kama haya. Kwa nini? Unajua, kwa sababu aliitafuta laana ya talaka. Mungu anamdhalilisha. Mungu anamdhalilisha tena kwa kiasi kikubwa sana. Matendo anayofanya hayafanani na umri wake. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.